Mabibi na mabwana, simulizi ifuatayo inahusu utamaduni na asilia ya maisha ambayo inapatikana katika Ngorongoro, ambako jamii tofauti, jamii za Wamasai, jamii za Datoga na Wahadzabe wamekuwa na wanaendelea kuishi pamoja katika eneo la Ngorongoro ambalo ndiko inakopatikana Ngorongoro destination. Na kitu kimoja ambacho ni cha maajabu ya aina yake na huwezi kukikuta popote pale duniani ni binadamu, hizi jamii kuishi katika mazingira ambapo kuna wanyamapori wa aina mbalimbali. Wako watu wengine wakimwona hata paka wanazimia na kulegea, lakini hapa watu wanaishi, wanawaona simba, wanawaona nyati, na wakati mwingine wakati wa miezi michache, lakini katika mwezi wa pili na mwezi wa 9 siku ya 27 unapoandama mwezi, unaweza kumkumbatia simba wa kiume. Usimkumbatie simba wa kike, na hawa wanasimulia. Na hichi ndicho wanachokuja kuona wageni wetu ambao wanatembea hapa. Wanajifunza utamaduni wa aina mbalimbali wa Masai, wa Datoga na Hadzabe, na nadhani huwa wanaambiwa na pengine kuonyeshwa namna ya kumkumbatia simba wakati wa mwandamo wa mwezi mchanga. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba katika Ngorongoro maajabu yetu yanatunza utambulisho, utamaduni na mali asili mbalimbali zilizopo katika eneo la Ngorongoro. Karibuni sana hapa Ndutu, na tunawashukuru sana kuungana na sisi katika tukio tunalolifanya leo, ambalo ni tukio muhimu sana kwetu sisi Ngorongoro na kwa Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunawashukuru sana waandishi wa habari na wadau wa sekta ya utalii ambao wameungana na sisi siku ya leo, na marafiki zetu wote ambao wamepata fursa ya kuungana na sisi leo kwa siku ya leo, ambapo ni siku ya kihistoria. Ndugu waandishi wa habari na wadau, leo ni siku ya kihistoria. Siku ya leo inaashiria mwanzo mpya wa maajabu ya Ngorongoro. Mwanzo mpya wa maajabu ya Ngorongoro. Kwa miongo mingi sana, Ngorongoro imekuwa ikivutia dunia kwa uzuri wake wa kipekee. Lakini kuvutia pekee haitoshi tena, ule uzuri wa siku zote. Leo tupo hapa kuipa Ngorongoro sauti iliyo wazi zaidi. Na hii ndio hadithi ya Ngorongoro. Ndugu waandishi wa habari, hadithi ya Ngorongoro ilianza zamani sana. Ilianza zama za kale. Kabla hii Ngorongoro haijakuwa kivutio cha utalii kinachotambulika duniani, Ngorongoro ilikuwa ni sauti. Ngorongoro ilikuwa ni sauti. Na Ngorongoro ilikuwa ni sauti rahisi sana. Ni sauti ya mlio wa kengele za ng'ombe ikivuma katika nyanda za juu, ambao ni mwito wa uhai unaounganisha utamaduni, ardhi na wanyamapori. Lakini kabla ya sauti, Ngorongoro ilikuwa ajabu. Ajabu lililozaliwa kwa moto na wakati. Wakati dunia ilipojikunja na kuunda kasoko la Ngorongoro au almaarufu Ngorongoro Crater au kaldera ya Ngorongoro, ambayo ni moja ya maajabu ya kipekee ya asili hapa duniani kwetu. Kutokana na majivu ya volkano, ardhi ya Ndutu na nyanda zisizokuwa na mwisho zikawa na rutuba, na kuifanya Ndutu kuwa mahali ambapo safari kuu ya nyumbu huzaliwa na kuanza. Lakini Ngorongoro pia ndio historia ya mwanadamu ilipoanzia. Katika bonde la Olduvai na Laetoli, historia za nyayo za kwanza za binadamu zilipatikana, zikitukumbusha kuwa Ngorongoro si hadithi ya wanyamapori peke yake, bali ni chimbuko la binadamu. Hii ina maana kwamba Ngorongoro sio ajabu moja tu, bali ni mkusanyiko wa maajabu mengi sana. Maajabu ya asili, maajabu ya kitamaduni na maajabu ya kihistoria yanayoendelea kuishi milele na milele.
Ndio maana Ngorongoro haitazamwi tu. Ngorongoro inabaki kuishi mioyoni mwa watu wote. Utambulisho mpya ambao unatokana na kivutio hadi kuwa chapa ya utalii. Ndugu waandishi wa habari, katika dunia ambayo ushindani wa vivutio vya utalii ni mkubwa, ushindani unaozidi kuwa na tembo na visukuu peke yake, Ngorongoro imeamua kujipambanua zaidi. Sio kwa kelele, sio kujipambanua kwa kelele, bali kwa mwito wenye dhamana na wajibu. Leo tunawatambulisha rasmi. Leo tunawatambulisha rasmi mwonekano mpya wa chapa ya Destination Ngorongoro. Mwonekano mpya wa chapa ya Destination Ngorongoro. Ili kuakisi hili la mwonekano mpya wa chapa Ngorongoro, tumefanya maboresho ya namna Ngorongoro inavyojitambulisha kwa dunia na kwa wageni wote wanaokuja na Ngorongoro. Chapa ya Ngorongoro Destination sasa itaonekana kupitia mwonekano mahiri ulioboreshwa, rangi na alama zilizoasisiwa kutoka kwenye ardhi ya Ngorongoro. Lakini maboresho haya hayapo kwenye mwonekano peke yake, bali tumeboresha pia sauti yetu ya Ngorongoro, namna tunavyoisimulia hadithi ya Ngorongoro, namna tunavyoita dunia sio tu kuja kutembelea Ngorongoro, bali kuja kuielewa na kuivaa kwa undani zaidi. Tumeimarisha uwepo wetu kidijitali, tukitumia zaidi simulizi za kusisimua za Ngorongoro kwa uwazi zaidi na kwa kina zaidi na kwa upeo wa kimataifa kuliko wakati wowote ule miaka iliyopita. Kwa mara ya kwanza, Ngorongoro itazungumza kupitia katika hadithi moja iliyounganishwa. Itazungumza kupitia katika hadithi moja iliyounganishwa barabara. Mazingira haya yenye historia ya binadamu, utamaduni na asili. Utambulisho huu mpya ni ahadi inayoendana na dunia inayobadilika. Kulinda kile kilichofanya Ngorongoro iwe ya kipekee na kuzungumza kwa sauti moja, kuzungumza kwa mtindo mmoja na utambulisho mmoja. Utangulizi huu wa mwaka 2026 unakuwa ni mwaka wa maajabu. Ndugu waandishi wa habari, leo tunatambulisha rasmi mwaka huu wa 2026 kama mwaka wa maajabu chini ya kauli mbiu isemayo The Wonders Are Calling. Kampeni hii itatekelezwa kwa misimu kadhaa ambayo itakuwa inafichua maajabu ya Ngorongoro hatua kwa hatua kupitia katika uzoefu na maeneo na simulizi mbalimbali. Kila msimu utaangazia ajabu tofauti, ukiita dunia kuifahamu Ngorongoro kwa kina zaidi, kwa maana zaidi na kwa uwajibikaji zaidi. Sura ya kwanza itakuwa ni ya kuzaliwa kwa maajabu. Ndugu waandishi wa habari, tunapoianza safari hii hapa Ndutu, mahali ambapo safari kuu ya nyumbu huzaliwa, tunazindua awamu ya kwanza ya The Wonders Are Calling, inayofahamika kama The Birth of Wonders. Kupitia awamu hii, tunawaalika waongoza watalii wote kuwa wasimulizi wa mwanzo huu wa kipekee, kuieleza dunia kuhusu uzaaji wa nyumbu hapa Ndutu kama mwanzo wa The Great Wildebeest Migration. Kupitia lenzi zao, dunia itashuhudia mahali ambapo maisha huanza na safari ya nyumbu huanza. Mabadiliko ya mfumo ndani ya taasisi hili, ndugu waandishi wa habari, ni kwamba utambulisho huu mpya wa chapa ni sehemu tu ya mabadiliko mapana yanayoendelea ndani ya taasisi yetu ya Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, na mabadiliko au maboresho haya yanazidi kuiboresha chapa yetu. Kwa hiyo tutaendelea kutekeleza mageuzi makubwa ya kuboresha, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba chapa yetu inakuwa imara. Ni lazima tuendelee kufanya maboresho katika sehemu zingine muhimu ambazo zinajumuisha miundombinu yote ya kiutalii ambayo inajumuisha barabara, makazi ya aina mbalimbali kwa ajili ya wageni mbalimbali wanaotembelea na kuwa katika eneo la Ngorongoro,
na hivi karibuni tumeanza maboresho ya sehemu ya kwanza ya maboresho ya barabara yetu ya kutoka Lodware kuelekea Golini kwa mwaka huu, na baadaye tutaendelea na awamu zingine. Tunaendelea kuboresha miundombinu ya maji ambayo inaelekea katika makazi mbalimbali yaliyopo katika eneo la Ngorongoro, lakini pia huu mradi wa kuimarisha barabara kuu inayotoka Lodware kwenda Golini mpaka kuungana na hifadhi ya Ngorongoro ya kuweka tabaka gumu, itakapokamilika itakuwa imepunguza adha ya kiusafiri kupita katika eneo la Ngorongoro. Lakini pamoja na hivyo tutakamilisha mabadiliko ya kidijitali ya mifumo yetu ya utoaji wa huduma. Hivi karibuni tutazindua mifumo ya malango katika eneo letu ambayo ni ya kidijitali, ambayo tunahakika kwamba itaharakisha utoaji wa huduma kwa watalii na wadau wengine wanaotoa huduma, na hii ni moja kati ya njia ya kuimarisha viwango vya utoaji wa huduma zinazotolewa na Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro. Harakati hizi zote dhamira yake ni kuhakikisha kwamba chapa ya Destination Ngorongoro inakuwa sio ya kuonekana, bali inahuishwa na kupitia katika mifumo bora ya utoaji wa huduma ambayo ni ya kisasa kwa wadau wote wanaoshiriki katika kutoa huduma mbalimbali kupitia chapa ya Destination Ngorongoro ambayo iko chini ya Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro. Ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana na wadau walioungana na sisi, tunawashukuru sana kuungana na sisi kushuhudia enzi mpya ya maajabu, na sasa ninayo furaha kutamka kwamba enzi mpya ya maajabu imeanza, na mwito unatolewa kwamba baada ya kuanza enzi mpya ya maajabu ni kwamba leo ardhi inaiita dunia kutokea hapa Ndutu, sio tu kuja kuiona Destination Ngorongoro, bali kusikiliza, kuunganika na kuitikia Destination Ngorongoro, experience the wonders. Hapa ndipo wanapozaliwa. Ila sasa wanazaliwa hapa, lakini ujauzito wao hatutauzungumza leo. Leo tunazungumza tu kuzaliwa, kwamba wanazaliwa hapa. Leo tusizungumze kuhusu habari ya ujauzito wao unatoka wapi, kwa sababu upatikanaji wa ujauzito wa nyumbu na yenyewe ni hadithi nyingine ndefu, na ili kuifanya hadithi hiyo inabidi miongoni mwa wasikilizaji wa hadithi hiyo kusiwe kuna mtu ananongwa. Sasa kwa sababu hatuna hakika kama hakuna mwenye nongwa leo, hatutozungumza kuhusu habari ya ujauzito, lakini hapa ndipo mamilioni ya nyumbu wanapozaliwa kila mwaka, na hapa ndipo maisha ya nyumbu wote tunaowasikia ambao wanatengeneza mfumo mzima wa ekolojia ya maisha ya nyumbu kuanzia eneo la Ngorongoro kuelekea katika mbuga ya Serengeti na kwingineko unakoanzia. Wakizaliwa hawa nyumbu, siri nyingine ambayo ni jambo la maajabu ni kwamba hawapewi hata muda wa kukua. Yani wanazaliwa hapo hapo wanaingia mzigoni. Hakuna muda wa kusubiri kwamba pate nguvu. Wakishazaliwa ndio wanazaliwa kwa wingi, na kwa sababu wanazaliwa kwa wingi sana, inawasaidia pia kujikinga na maadui zao ambao wangeweza kuwadhuru na kuwazuia wakiwa bado ni wadogo. Kwa hiyo huo ni ufupi tu wa hadithi na simulizi ya mwisho na ya saba kuhusiana na kuzaliwa kwa nyumbu kwa idadi kubwa sana ambao wanazaliwa katika eneo hili la Ndutu lililopo katika hifadhi ya Ngorongoro hapa Tanzania, ambayo ni moja kati ya maajabu makubwa sana ambayo siku za karibuni yamekuwa yanawavutia watu wengi sana kuja katika Destination Ngorongoro kujionea maajabu. Siku nyingine tutaendeleza simulizi hii siku tukishakuwa na uhakika kwamba katika kundi letu hakuna mtu mwenye nongwa. Wataalamu ambao, na ukitaka kuwa mtaalamu wa masuala ya nyumbu unatakiwa usiwe na nongwa, na unatakiwa uwe mnyumbulifu, kwa sababu uzalishaji wa kunga, na wakumbuka kwamba hapa wakizaliwa hakuna mkunga, wenyewe tu kwa wenyewe wanasaidia kuzalishana. Sasa wataalamu wanakadiria kwamba yani kwa wakati mmoja katika kipindi ukikuta wanazaliwa, wanaweza kuzaliwa kwa wakati mmoja katika lisali moja nyumbu wapatao wakati mmoja. Sasa fikiria wale ambao mliwahi kuingia kwenye wodi ya uzazi, yani ukutane na viumbe watoto wana drop kwa wakati mmoja,
unaweza ukaimagine jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo ni tukio moja ambalo ni la kufurahisha sana. Sasa sisi hatukuweza kuwaona leo kwa sababu pia ukiwa hujaaga sawasawa kule ulikotoka, si rahisi kuona tukio hilo la kuzaliwa nyumbu wengi kwa wakati mmoja. Sasa bahati mbaya inawezekana kuna watu wa kuaga sawasawa hawafahamiki kwamba wamekuja katika tukio hili la kuzaliwa na kuzaliana kwa nyumbu, ndio maana hatukuliona. Lakini ikiwa tutakaa sawasawa, baadaye tutaona tukio hilo linavyotokea. Na wakiwa wanazaliwa kwa wakati mmoja, wanatoa sauti zinazofanana. Yaani wale wamama ambao wana push na watoto wanapotoka wanatoa sauti fulani zinazofanana, ambazo ni sauti za kingorongoro, ambayo nayo tutaizungumza siku nyingine. Sawa sawa, Haya. Naitwa Peter Mbando, mwongoza watalii, na mimi ni kansela wa chama cha TTGA Tanzania. Ninashukuru kwa kutukabidhi nembo hii na nitaiwasilisha kwa guides wote wa Tanzania. Tutaenda kutangaza utalii huu na tutakuwa mabalozi wazuri kuhakikisha kwamba utalii wetu unakuwa, na tunaamini kwamba wapo washindi watapatikana, na sisi guides tutakuwa ambassador wazuri kwa ajili ya kutangaza utalii wetu Tanzania, na Ngorongoro itakuwa ni maajabu ya dunia. Kuanzia sasa tunashukuru kwa elimu mliotupa, ambayo hii elimu imetusaidia kwenda kuielezea tena Ngorongoro kwa upya, kama Ngorongoro mpya, sio ile ya zamani. Tunaielezea na tunaamini kwamba kwa mwitikio huo tutapata ongezeko la watalii wanaozidi milioni 5. Jabu, the character who is starting our campaign here, and we hope towards the end of the campaign we'll have to get our Ajabu back with you. And this Ajabu is opening up and starting the discussion and various activities about the wonders which are coming with Destination Ngorongoro. So we want this Ajabu to help people tell the story. We want Ajabu to go as wide as possible. We want Ajabu to go around the world through various activities, through your camera, through the storytelling that all tour guides are going to be doing to ensure that Destination Ngorongoro reaches and enters into various people's hearts, and then makes Ngorongoro the destination that is full of wonders. Thank you. Thank you, sir. Asante sana.